Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Hatimaye Suleiman Makame Ali ameapishwa rasmi kushika umea wa manispaa Chake Chake kwa muhula wa 2025-2030, akichukua nafasi ya aliyekuwa meya aliyemaliza muda wake Hamadi Abdallah Hamadi. Mstahiki meya Suleiman Makame Ali ameapishwa leo tarehe 4 mwezi wa 12 2025 katika ukumbi wa manispaa Chake Chake chini ya hakimu Taki Abdallah Habibu. Mimi Suleiman Makame Ali nimechaguliwa kuwa meya katika baraza la manispaa Chake Chake Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya baraza la manispaa Chake Chake na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya umeya wakati ya ufahamu wangu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria ya mamlaka ya serikali za mitaa na sheria ya serikali za mapinduzi ya Zanzibar na kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali za mitaa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kabla ya cheo hicho, Suleiman alikuwa mwakilishi wa jimbo la Ziwani 2025 kabla ya kuwa diwani wa kuteuliwa baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Umea huu si wa kwangu, ni wa kwenu nyinyi. Tutakapofanya kazi kwa mashirikiano, nina imani hakutotokea tatizo lolote, kwa sababu kubwa ni mashirikiano. Lengo ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kumsaidia Mheshimiwa Rais. Hata Mheshimiwa Abdul Hakim Salim Ali hapo, yeye anatoka chama chingine, lakini anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu atakachokifanya kule kimesemwa katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo yeye akipeleka maji katika wadi yake, ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema hivyo, kwamba tutapeleka maji kwa wananchi. Kwa hiyo kubwa ni kushirikiana, tushikamane ili kuhakikisha kwamba zile changamoto zote zinazowakabili watendaji wetu, zinazoikabili baraza la manispaa, lakini na sisi wenyewe ziweze kupata mwarobaini wake. Mimi nitakuwa muumini wa kusikiliza kila mtu. Changamoto nyingi kwa bahati nzuri nazijua hapa katika baraza hili la manispaa. Mimi nakuombeni sana waheshimiwa madiwani na watendaji, pamoja na waandishi wa habari na wananchi mlioko hapa, kwa sababu sote tulio katika wilaya ya Chake Chake, tushirikiane kwa kitu kimoja. Mabadiliko yakitokea hapa katika Chake Chake yetu hii ing'ara, ikiimarika, hatuambiwa meya, tutaambiwa wana Chake Chake. Chake Chake hoye. Kwa hiyo nikuombeni sana, tushirikiane, tushikamane kuhakikisha kwamba tunapeleka maendeleo. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi kwa bahati nzuri niseme kwamba nimetokea baraza la wawakilishi. Nilikuwa kuna baadhi ya mambo nayaelewa kule, mengine siyafahamu kivilivyo, lakini nimekuja hapa nikajua baraza la wawakilishi na baraza la manispaa yote ni baraza, lakini yawezekana ikawa hapa kuna mambo yake na kule kuna mambo yake na taratibu sana. Kwa hiyo niwaombe sana watendaji, nitakuja kwenu kuelezeni kwamba hapa nahitaji mnielekeze, kwa sababu bila kuelekezana hatuwezi kufika. Ninachokijua nyinyi mimi inawezekana sikujui, kwa sababu mimi ni mpya hapa. Kwa hiyo nakuombeni mashirikiano yenu ya dhati. Na mkurugenzi, mimi ni afisa mzamini Amerudi. Asante sana. Tutakuwa kwa afisa mzamini. Mzamini karibu. Mimi niseme tu kwamba napenda sana kusimamia haki. Kabisa? Lazima hilo niliseme. Ikiwa kama naona mheshimiwa samani sio mwakilishi, mheshimiwa meya anakwenda vizuri, basi kama kuna haki ya watendaji iweze kupatikana kwa wakati, kwa sababu watendaji hawa ndio watakaotufanya baraza hili liweze kufanya kazi. Lakini kama kuna haki ya waheshimiwa madiwani hawa, kuna upande mheshimiwa Mkurugenzi, lazima nikwambie hapa, nitadili na hawa kwamba mimi nitakuwa niko pamoja nao. Lakini kuna mengine nitayaangalia, nitatazama na serikali nayo inasemaje, kwa sababu sisi ni wanasiasa. Tunawezekana kama tunataka yale ya kwetu tu, lakini kama kuna maelekezo mengine tutaambizana. Na imani mengine tutaambizana tukiwa na vikao vyetu vya sisi wenyewe. Tutakuwa na practical class tutafanya, tutakuwa tunaelekezana kabla kuja kwenye kikao. Kwa hiyo nikuombe sana mkurugenzi, kwamba mimi ukiona na kuhodishia mkurugenzi, kuna wafanyakazi wanalalamika stahiki zao hawapati, sikuwahamisha, tutafuta solution ili uhakikishe kwamba mambo yanakwenda mbele. Nikuombe sana. Lakini nikikufuata kwamba mkurugenzi, mheshimiwa madiwani hawa wanachokitaka ni 1, 2, 3. Sitosema kwamba ni lazima kifanyike, lakini lazima kifanyike. Ili waheshimiwa madiwani hawa wakikaa kwenye meza hapa wajione kwamba wao ni waheshimiwa. Na niliwaambia juzi kwamba walipokuwa ukiitwa Abdul Hakim, ukiitwa mheshimiwa Maneno,
Sasa hivi unabadilishwa jina. Chamen Bimu ulikuwa unakuta Chamen Bimu, unabakia na ile Chamen Bimu, utaitana, lakini ukitapa na ile mheshimiwa. Kwa hiyo mheshimiwa ile anayo mheshimiwa rais, anayo mheshimiwa waziri mkuu, anayo rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo na hawa ni waheshimiwa. Mengine tutaelekezana, lakini jingine kubwa ni kuambizana tu kwamba Mheshimiwa Mkurugenzi na watendaji wako hawa ni waheshimiwa kama waheshimiwa bunge na wawakilishi. Wanastahili kupata haki zao na wanastahili kuheshimiwa, na nina imani na wao wenyewe wao wanajijua kwamba ni waheshimiwa, wataenda vile vizuri. Kwa hiyo hapa baraza la manispaa Chake waweze kuheshimiwa, wajulikane kama ni waheshimiwa. Kiingia hapa wajulikane kama ni waheshimiwa. Asanteni sana na washukuruni sana. Tuko pamoja, kazi iendelee. Waliohudhuria katika hafla hiyo wametoa maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Zinaibua fursa. Bila changamoto tunakuwa hakuna maendeleo. Kwa hiyo pale ambapo tumekwazana, tumekosana, naomba tusameheane. Ombi langu kama mwenyekiti wa wilaya, msimamizi wa mambo ya siasa ya wilaya, basi tunapaswa kuisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio ambayo itatuongoza katika hali ya kuwatumikia wananchi. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.